Kule kwenye Northern kuna baadhi ya vipindi havipatikani kabisa, havipatikani. Unakuta kipindi kingi ni cha baridi, cha winter. Joto, wakati wa joto, wakati wa kiangazi ni kwa asilimia ndogo na pengine hakuna kabisa. Lakini kwa sisi ambao tuko huko kwenye jangwa la Sahara au katika Southern Hemisphere tunapata hivi vipindi vinne tena kwa usahihi kabisa. Sasa nimependa kuelewesha hapo ili twende sawa, na tunapokuja kuzama sasa kwenye upande wa kiroho uweze kuelewa na kuuisha yale ndio tunayozungumza awali. Sasa tunapozungumzia kipindi ambacho dunia inakuwa kwenye mzunguko na center ya jua inapokuwa katika eneo la mashariki, uwanda wa mashariki, eneo la mashariki, maana yake hicho ni kipindi ambacho kunakuwa na mvua nyingi. Sisi tunaelewana vizuri, kunakuwa na mvua nyingi ambacho tunaita ni kipindi cha mvua au masika. Kipindi hiko jua linakuwa upande wa mashariki. Haimaanishi kwamba linachomoza upande wa mashariki na kwenda magharibi. Nazungumzia linakuwa limekaa katika uwanda huo kwa muda fulani au kipindi fulani ambacho tunakiita kipindi cha masika au spring. Sasa basi, katika kipindi hiko au wakati huo huwa tunafahamu sisi sote kwamba ni kipindi ambacho kila kiumbe hasa tunaona majani yanachipua, mimea, miti inachipua, wanyama wanafurahia, umeona kunakuwa na uhai fulani wa kuchipukia. Yaani kunakuwa na energy, kunakuwa na nguvu, nishati fulani ya kukua ama uwepo. So wakati huo ni muhimu sana unisikilize, na ndio maana leo nimeleta hili somo. Watu tunafahamu tu kwenye eneo la kukimbizana kwenye kilimo. Najua wengi tunakimbizana kwenye kilimo, ndio watu wanajitahidi sana kuweza kuhakikisha kwamba wanaendana na hiyo system ya wakati wa masika. Kama ni wakati wa mvua, basi wanajua kwamba tupande nini, tufanye nini ili mazao yaote. Lakini sasa tatizo linaanza tu pale ambapo watu wanakimbilia tu kujua mambo mengine ya kibiashara, mambo mengine ya kilimo na nini, lakini hawajui kwenye upande wa kiroho au kwenye pande ya miili yetu tunatakiwa tufanye kitu gani. Nadhani umenielewa. Sasa kwenye upande wa kiroho au kwenye upande wa miili yetu ndio kuna umuhimu mkubwa wa vitu vya kuzingatia na vipo vingi vya kufanya kuliko hata hivyo ambavyo unaona ni kilimo na vitu vingine. Kwa nini? Kwa sababu kuna energy ambayo ina flow wakati huo. Kuna nishati ya kiroho ambayo ina flow wakati huo, ambayo inawezesha ile mimea kukua kwa haraka, inawezesha ile mimea kuchipua, inawezesha vitu fulani kuonekana na wanyama na nini na kuzaliana. Na kwa binadamu ni hivyo hivyo. Kama ni wakati wa nia kufanya maombi, ndio wakati huo wa kufanya hivyo, kwa sababu ni kipindi cha kuchipua. Kuna mambo ya kiibada, kuna mambo mengi sana unatakiwa kuyafanya wakati huo. Ni muhimu sana kuelewa. Lakini kuna kipindi kingine ambacho tunakiita summer, ambacho ni kipindi cha kiangazi. Hichi kipindi huwa tunashuhudia mimea kupuputika, mimea kupuputika, tunaona majani, mimea inakauka, yani unaona in short kila kitu kinasambaratika, ni kama kinakufa. Sio kama kinakufa, yani kuna baadhi ya mimea na maeneo unaona kabisa makame, yani kila kitu kinateketea. Sasa hiki kipindi ni kipindi pia kingine ambacho ni muhimu sana kwa maisha ya kiroho sana. Ndio kipindi ambacho tunasema action inatakiwa ichukue muda wake. Una take action kwenye upande wa kiroho. Hautakiwi kutumia nguvu kubwa sana katika eneo hili, kwa sababu ni kipindi ambacho kila kitu kinateketea. Uanze kujiandaa na kufanya utekelezaji wa mipango yako kwenye kipindi cha kiangazi. Sisi tumeelewana vizuri. Take action kwenye kipindi cha summer. Ni muhimu sana kwenye kufanya hivyo kwa sababu kina matokeo. Sio kipindi cha kutafakuri sana, sio kipindi cha mipango. Hichi sio kipindi cha kupanga. Lakini yako mengi unaweza kuendelea kujifunza. Wakati mwingine ni wakati wa action ambao ni kipindi cha fuli. Hichi ni kipindi ambacho binadamu anatakiwa kufanya tafakuri au kufanya, wengine wasema meditation, mvua za kawaida pale. Ni kipindi ambacho kwenye upande wa kiroho unatakiwa kufanya
meditation au tafakuri kubwa sana, kusali, kufanya maombi, kufanya ibada sana, kwa sababu ni kipindi ambacho kinaruhusu energy ya kiroho kuflow katika eneo hilo. Kila kipindi kinakuwa na energy yake ya kiroho. Kipindi cha masika kunakuwa na energy yake, kipindi cha kiangazi kunakuwa na energy yake, kipindi cha vuli kunakuwa na energy yake, kipindi cha masika kunakuwa na energy yake. Sasa kwenye kipindi hichi cha autumn au kipindi cha vuli ni kipindi ambacho energy inayoflow wakati huo ni energy ya kutafakari na kuweka kufikiria vyote ambavyo umefanya kipindi cha nyuma na kufikiria mipango mipya. Ni wakati mzuri sana wa kufanya hivyo. Lakini kwa kipindi cha winter ambao tunasema ni kipindi cha kupanga sasa, baada ya kutoka kwa kipindi cha autumn au kipindi cha vuli ambacho ni kipindi cha kutafakari, kukaa na kufanya meditation, kufanya ibada, kufanya tathmini ya mambo yako na vitu vyako na shughuli zako. Sasa tunakwenda kwenye kipindi kingine ambacho ni kipindi cha winter, ambacho kipindi cha winter ni kipindi muhimu ambayo energy na flow wakati huo ni energy ambayo inaruhusu kwenye mipango, kupanga mambo yako vizuri, kupanga mipango yako vizuri, kwa sababu tunakwenda kwenye kipindi kingine ambacho kitakuwa ni kipindi cha mvua. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa mzunguko wa misimu hii, kwa sababu ina matokeo makubwa sana. Sasa hawa viumbe wa angani, jua pamoja na mwezi, ni viumbe ambao kimsingi unatakiwa kuelewa jinsi ambavyo vinavyofanya kazi katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili, si kwenye biashara tu au kwenye kilimo au kwenye shughuli zingine, bali hata kwenye mzunguko wetu sisi wa maisha pamoja na hisia. Ni muhimu sana kwamba hivi vitu vinatoaga energy au vinatoa nishati ya kutusaidia sisi tuweze kufanikisha mambo yetu. Kuna vipindi ambavyo hivi viumbe vya angani, hasa jua na mwezi, vinatoa nishati ambayo hairuhusu kufanya jambo fulani, na ndio maana walimu na viongozi wa kiroho wanashauri sana kuweza kuzingatia hilo. Na utaona kuna kipindi cha sikukuu, vipindi vya kufunga, vipindi vya ibada, matoleo, vipindi vya tunaita majifu, vipindi vya kuhiji. Kwa nini hivi vipindi vya kuhiji? Kwa nini vipindi hivi vyote kwenye dini wanavisisitiza sana? Kwa sababu kuna energy ambayo ina flow, ambayo hivi vyombo vya angani, jua pamoja na mwezi, vinaachilia hiyo energy, ambayo hiyo energy inakwenda kwa faida ya viumbe wote, si binadamu tu peke yake, bali pia sisi binadamu tuna sehemu ya kushare hii energy kama tukiwa tunafahamu utaratibu wake. So wakati wa masika usiyafanye ya kiangazi, na wakati wa kiangazi usiyafanye ya masika. Wakati wa vuli usiyafanye ya baridi, na wakati wa baridi usiyafanye ya vuli. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa tuelewe haya masomo, kwa sababu yatatusaidia mambo mengi. Sasa ukichanganya vice versa haya mambo, ndio pale unajikuta swala la kuoa wewe unaliweka kwenye wakati wa baridi, swala la kufunga ndoa wakati, kumbe swala la kufunga ndoa lilikuwa ni wakati wa kiangazi. Umeona, mwisho wa siku hiyo ndoa ikienda kule kwenye maisha ya kawaida, ndio unashangaa wiki moja tu watu wameachana, siku ngapi tu maelewano ndani hamna, kwa sababu mlivuna energy au mlivuna nishati ambayo haikutakiwa kwenye kuvuna nishati wakati huo. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hivi vipindi na watu na mzunguko yao, pamoja na kuzingatia pia mzunguko wa astrology au mzunguko wa zodiac, mzunguko wa uhai, kwa maana ya nyota zile 12.